Basi ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Imempendeza Mungu Injili ya Yesu ikapata kuhubiriwa mahali hapa. Na ni vyema tuamini, tuombe. Alafu Mungu aongoza neno lake sawa na mapenzi yake. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliye mtakatifu, uliye juu sana. Nasema asante Bwana kwa kuwa umependezwa Injili ya mwanawe Yesu Kristo ikapata kuhubiriwa katika huu mtaa jioni ya leo. Mungu ndio kafungua mioyo yetu kwa rehema zako, tukapata kupokea neno lako ili tukapata kugeuka katika jazo zote ambazo Bwana hatuenendi sawa na standard ya maandiko matakatifu. Mungu ndio katufungue, ndio katuweke huru mahali popote ambapo tumelemewa na mizigo ya dhambi. Na ni katika jina takatifu lako Yesu Kristo, ewe uliyekufia dhambi, ukazikwa na siku ya tatu ukafufuka, tumeomba na hata kuamini. Amina. Tutaenda kuangalia maandiko. Tutaenda kuangalia maandiko matakatifu. Tutaangalia kitabu cha Waebrania 12. Kitabu cha Waebrania 12. Mstari wake ni wa 14. Hivi ndio maandiko yanasomeka. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na uwe utakatifu, ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayemuona Bwana. Hivyo maandiko yananiambia na yanakuambia, ewe mtu ambaye ni mshirika wa kanisa, ewe mtu ambaye unaona katika nyumba ya Mungu kila Jumamosi au kila Jumapili au siku yoyote ile ambayo unapendezwa, lakini kuna kitu kimoja ambacho unafaa uangalie katika maisha yako. Katika maisha yako ya kila siku, je, unakaa kulingana standard ya neno la Mungu ama unakaa maisha ya kujiachilia katika uovu, katika dhambi, katika uasi? Unakaa maisha ina gani? Wakati unaingia kanisani, wakati unatoka kanisani, wakati uko kazini kwako, wakati uko katika nyumba yako, je, unakaa maisha ya utakatifu ama unakaa maisha ya kujiachilia katika dhambi? Kwa kuwa maandiko yanatuonya vyema kabisa kuwa mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke pasipo utakatifu, mwanadamu hawezi akamuona Mungu, mwanadamu hawezi akarithi ufalme wa Mungu. Leo tuko makanisani, kila Jumapili makanisa yamejaa. Kila Jumapili makanisa yamejaa, lakini dhambi inazidi kujaa. Dhambi inazidi kuwa nyingi zaidi. Watu wanajiachilia katika dhambi, wanakaa kana kwamba hakuna Mungu. Mungu anataka watu waamke kutoka kwenye usingizi wa dhambi, kwa kuwa ukifa ukiwa ndani ya dhambi, hata kama ni mshirika wa kanisa, hata kama unaingia kanisani, ukifa ukiwa mwenye dhambi, unafaa ufahamu ya kwamba hauwezi ukarithi makao matakatifu ya Mungu, hauwezi ukarithi mbingu. Yeyote ambaye atakufa pasipo kutubu dhambi na kugeuka kutoka kwa dhambi na kumwamini Yesu Kristo na kukaa maisha matakatifu, huyo mtu atakufa kama mnafiki. Na wanafiki hawana uwezo wa kurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wakati unaingia katika kanisa,
Unafaa uchunguze njia zako. Je, uko kanisani lakini unakaa maisha aina gani? Isiwe ni kwenda kanisa tu, na hizo siku zingine zote unakaa katika ulevi, unakaa katika uzinzi, unakaa katika uasherati. Unafaa uchunguze njia zako. Ni maisha gani unaishi? Wakati uko hapa shauri yako, unakaa maisha gani? Wakati mume wako uko kazini, unakaa maisha gani? Wakati mke wako yuko karibu, unakaa maisha gani? Leo watu wana utakatifu, lakini kila mmoja anasema anatamani kurithi makao matakatifu ambayo Yesu alienda kuandaa. Nimekuja nikuonye kwa upendo wa Yesu Kristo. Uwe ndani ya kanisa ama uwe nje ya kanisa, kama ukai maisha matakatifu, ukifa utambue kwamba unaingia jehanamu. Paradiso haitaingia kitu kichafu. Wazinzi na washerati, walevi hawatarithi ufalme wa Mungu. Mashoga wafiraji hawatarithi ufalme wa Mungu. Wenye wanapiga punyeto, masturbation, hawatarithi ufalme wa Mungu. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Toba ni kugeuka kutoka makosa. Toba ni kugeuka kutoka kwa njia mbaya. Hawezi kusema unaingia paradiso wakati unakaa ndani ya dhambi ya makusudi, kuendelea. Wewe unadanganya. Paradiso haitaingia wanafiki. Paradiso haitaingia wenye dhambi. Watakatifu peke yake, waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo na wakakaa maisha ya utakaso, maisha matakatifu, hao peke yao ndio watarithi ufalme wa Mungu. Mungu anatuonya. Mungu anatuambia tukae katika utakatifu wa nafsi, utakatifu wa roho na utakatifu wa mwili. Lakini watu wamejiachilia katika dhambi. Watu wanavaa kama malaya, makahaba, na wamejaa ndani ya makanisa, na wanaamini wakifa wanaingia paradiso. Watu wa shauri yako, makahaba, hawatarithi ufalme wa Mungu. Waenda ndani ya kanisa, lakini ufahamu ya kwamba ukifa ukiwa kahaba, hauwezi ukarithi ufalme wa Mungu. Makahaba sio wenye wanajiuza Bombolulu, sio wenye wako Labanda Mtwapa. Makahaba sio wenye wako Sabasaba. Kahaba ni mwanamke yote ambaye analala na mwanaume ambaye hajafunga ndoa na yeye. Wewe ndiye kahaba ambaye Biblia inazungumzia. Wewe ni kahaba? Je, wewe ni kahaba unakaa maisha gani? Yote ambaye analala na mwanaume ambaye hajaoana naye, hata kama uko ndani ya kanisa, wewe ni kahaba, na makahaba hawana uwezo wa kurithi ufalme wa Mungu. Niaje huyu kahaba akatubu, akapata kugeuka, awache ukahaba, aweke imani kwa Yesu na akae maisha matakatifu, ndio ataweza kurithi ufalme wa Mungu. Leo watu wanafanya ulesbian. Mwanamke analala na mwanamke mwenzake na wako ndani ya makanisa, na watu wanasema wanaingia mbinguni. Tutaingia mbingu gani wakati tunakaa katika ujinga? Tutaingia mbingu gani? Ni paradiso gani utaingia wakati wewe ni mwanaume na akili zako, na unalala na mwanaume mwenzako, na uko ndani ya kanisa, na unasema utaingia paradiso? Kwani paradiso itaingia mashoga? Watu wa shauri yako, kitabu cha Mithali 9:6, maandiko yanatuambia, enyi wajinga, wacheni njia zenu za ujinga mkapate kuishi.
pateni kutembea katika njia ya ufahamu. Mbona msikii sauti ya Mungu mkaitii? Unaweza ukawa mshirika mzuri sana wa kanisa, unaweza ukawa mshirika mzuri sana wa kanisa, lakini kama maisha yako ya kila siku sio matakatifu, miaka yako yote ndani ya kanisa ni ubatili, ubatili, ubatili mtupu. Usidanganywe na mwili, usidanganywe na mwili. Ukae katika zinaa, ukae katika zinaa nje ya ndoa, zinaa mahali hapana ndoa. Wakati wa ufufuo, wakati wa ufufuo hautafufuka na mwili huu, utapewa mwili mpya ambao ni mwili ambao ukiwa jehanamu katika mateso, ukichomeka unahisi uchungu, lakini hauteketei ukaisha. Kwa hivyo usijidanganye, usidanganye nafsi yako ati utaingia jehanamu, utachomeka kidogo alafu ukufe. Jehanamu utachomeka milele na milele. Jehanamu utachomeka milele na milele. Pata kutubu, pata kutubu, pata kutoka kwa njia mbaya, pata kutoka kwa dhambi, pata kutoka kwa makosa. Ungama dhambi zako, weka imani kwa Yesu Kristo, ukapata kukaa maisha ya haki, na maisha ya haki yanapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Yesu ndiye alikufia dhambi, na kumwamini Yesu tunapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatuwezesha kukaa maisha ya utakaso, maisha masafi mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Unatumikia nani? Wakati unafanya biashara, shauri yako. Wakati unashinda, shauri yako. Wakati unaingia kanisani, wakati unatoka nje ya kanisa, unatumikia dhambi ama unatumikia haki? Kutumikia dhambi ni kutumikia shetani, kutumikia haki ni kutumikia Yesu Kristo ambaye alikukufia na kwa damu yake akaosha dhambi za kila mwanadamu ambaye atamwamini. Yeyote ambaye atamwamini Yesu Kristo hawezi akarithi ufalme wa Mungu. Mungu anatuonya, Mungu anatuonya. Mungu anasema anataka utakatifu. Ili upate kurithi mbingu panahitajika utakatifu. Kuna watu hawaishi hata na amani na wenzao, majirani zako hamna amani. Wakati wa Waebrania 12:14 maandiko yanatuonya, yanatuambia tena kwa kusisitiza, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao bila kuwa nao hakuna mwanadamu hata mmoja atamuona Mungu. Unakaa na amani na majirani zako? Ama wewe ni yule ambaye amejaza chuki ndani ya moyo wake, umejaza wivu ndani ya moyo wako? Jirani yako akiinuliwa na Mungu unasikia wivu, unasikia umchukie. Yeyote ambaye anamchukia rafiki yake, yeyote ambaye anachukia ndugu zake, huyo ni muuaji, na muuaji ana uzima wa milele ndani yake. 1 John 3:15. Hivyo ndo maandiko yanasema. Yeyote ambaye amejaza chuki ndani ya moyo wake, yeyote ambaye amejaza chuki ndani ya moyo wake, huyo ni muuaji, huyo ni muuaji, muuaji mkubwa zaidi. Mnanielewa watu wa shauri yako? Yeyote ambaye amejaza chuki ndani ya moyo wake, huyo ana uzima wa milele ndani yake. Maandiko yakisema huyo mtu ana uzima wa milele ndani yake, yanamaanisha huyo mtu hajawahi kuokoka na hana Yesu Kristo, kwa kuwa uzima unapatikana kwa Yesu Kristo.
2017 nilikuja hapa Shauri Yako na nikaweka biashara ya kuuza mogoka hapa Shauri Yako stage, na nikauza mkukaa mpaka 2020 nikifanya biashara ya kuuza mogoka, nikilewa pombe, nikilala na makahaba. Lakini Yesu Kristo alinibadilisha na akanifanya chombo. Na hata wewe unafaa uwe na tumaini. Hata wewe ambao umelemewa na mizigo ya dhambi, unafaa uwe na tumaini. Kuwa na tumaini. Hata wewe, Yesu Kristo ako na uwezo wa kukubadilisha na akufanye chombo, akufanye kiumbe kipya. Unafaa uwe na tumaini kwa Yesu Kristo. Lakini unafaa utambue kwamba ili mwanadamu akapate kutoka kwa dhambi, jambo la kwanza, mwanadamu anafaa aungame dhambi. Lakini watu hawataki kusikia kuhusu kutubu dhambi, kwa kuwa wanapenda zinaa, wanapenda dhambi, wanapenda maisha machafu. Hawezi ukaokolewa kwa njia yoyote ile. Hawezi ukaokolewa pasipo kukiri dhambi, pasipo kuungama dhambi. Hawezi ukaokolewa. Ni lazima uungame dhambi, ni lazima utubu dhambi. Baada ya kutubu dhambi, unafaa ugeuke kutoka kwa hizo dhambi. Ukiungama dhambi mbele za Mungu, unafaa ugeuke kutoka kwa hizo dhambi. Ukigeuka kutoka kwa dhambi, unafaa uinue macho yako utazame Yesu Kristo msalabani, yeye ambaye alikufia dhambi zako. Ukimtazama Yesu Kristo kwa njia ya imani, na uweke imani kwa huyo Yesu Kristo, kwa ile kazi ambayo alikufanyia pale msalabani Kalvari, pale ndio mwanadamu anatolewa kutoka umauti wa dhambi na kuletwa katika uzima, katika ufalme ambao ni ufalme wa nuru. Yesu alikufia dhambi akuweke huru. Yesu alikufia dhambi Golgotha. Yesu alikufia dhambi ili aniweke huru. Yesu alikufia dhambi ili akuweke huru. Kwa nini unaendelea kutumikia dhambi? Ni kwa sababu umekataa kutubu dhambi, umekataa kukiri dhambi, umekataa kuacha dhambi. Ndio maana dhambi imedominate maisha yako. Ndio maana maisha ya umalaya, maisha ya ukahaba imekulemea. Kwa nini? Hautaki kuacha ukahaba. Ni yeye uache ukahaba, ukapate kutubu, ukapate kugeuka, ukapate kuweka imani kwa Yesu, ukapate kuoshwa kwa damu ya Yesu, ili ukapate kukaa maisha ya haki. Hawezi ukakaa maisha ya haki. Hawezi ukakaa maisha ya haki wakati hauna Yesu Kristo. Hawezi ukatumikia Yesu wakati bado unatumikia shetani. Hawezi ukafunga ndoa na Yesu Kristo wakati hujavunja ndoa yako na shetani. Yesu Kristo ndiye bwana harusi. Yesu Kristo ndiye mwanaume wa wanaume. Yesu Kristo ndiye mfalme wa wafalme. Yesu Kristo ndiye Bwana na mkombozi na mwokozi wa ulimwengu. Yote ambaye atatubu dhambi na ageuke kutoka kwa dhambi na aweke imani kwa huyu Yesu, huyu ndiye mtu ambaye atapata uzima wa milele. Leo watu wengi tuko makanisani. Watu wengi leo wako ndani ya makanisa. Watu wengi wanavaa vizuri sana wakielekea ndani ya makanisa, lakini usiku wamekesha na wake za jirani zao, wamekesha na mabwana za jirani zao, wamekesha kwa baa wakilewa pombe.
na wanasema wako katika njia yao kuingia paradiso. Mungu ametuma hii sauti. Mungu ametuma hii sauti mahali hapa ili ikawe onyo kwangu na ikawe onyo kwako, kwamba kwenda kanisa hiyo sio tikiti ya wewe kuingia mbinguni. Kwenda kanisa sio tikiti ya wewe kuingia mbinguni. Tikiti ya kuingia mbinguni ni kumwamini Yesu na kukaa katika utakatifu. Hiyo ndio tikiti ya kipekee ya kuingia mbinguni. Watu wengi wako ndani ya makanisa, wengine hata ni watumishi, wanachukua wake za watu, wanachukua mabwana za watu, hawana utakatifu, na wanasema wako katika safari kuingia mbinguni. Endelea kukaa ndani ya uzinzi na ukufe kama mjinga na uingie jehanamu. Hakuna mjinga hata mmoja ambaye atarithi ufalme wa Mungu. Endelea kutumikia shetani. Endelea kutumikia shetani at your own risk. Kwa kuwa sauti imefika hapa. Sauti imefika hapa. Mungu ametuma hii sauti ikawe onyo kwako na ikawe onyo kwangu. Wakati utaendelea kukaa ndani ya dhambi, wakati utaendelea kupuuza, hiyo itakuwa ni yako. Wakati Mungu alimtuma Ezekieli akawaonya wana wa Israeli katika kitabu cha Ezekieli 2, Mungu alimwambia na kutuma kwa watu ambao ninajua wazi ni waasi, ni wenye shingo ngumu, lakini enda ukawaonye, enda ukawaambie, enda ukawaonye, enda ukawaambie. Watakuja kusema nabii alikuwa katikati yetu na alituonya na tukashupaza shingo zetu. Leo watu wanachukulia Ukristo kitu cha kawaida sana. Watu wanachukulia Ukristo kitu cha kawaida sana. Unaweza fanya uzinzi na ukaitwa Mkristo. Unaweza kaa maisha ya ulevi na bado ukaitwa Mkristo. Lakini Wakristo wa kiBiblia, mwenye anasoma Biblia tunawajua. Hauwezi ukawa mlevi, hauwezi ukawa malaya, hauwezi ukawa kahaba na unajiita Mkristo. Hiyo ni sawa na unadanganya. Na huwezi ukawa unamwamini Yesu Kristo na ukawa unakaa maisha machafu. Wale ambao wanamwamini Yesu Kristo, Yesu amewapa nguvu ya kushinda dhambi kupitia Roho Mtakatifu wa Kristo ambaye anaishi ndani yao. Kwa hivyo ukiona maisha ya dhambi ukiona yamekulemea, hiyo ni thibitisho kwamba hauna Yesu Kristo, hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Chunguza maisha yako my friend. Chunguza maisha yako. Chunguza maisha yako. Kuna watu wengi sana. Leo nafsi nyingi zenye zinaingia jehanamu zinatoka ndani ya makanisa. Watu wengi wenye wanaingia jehanamu wanatoka ndani ya makanisa. Kwa sababu gani? Ni kwa kuwa watu wako ndani ya makanisa, lakini walikataa kugeuka kutoka kwa dhambi. Na Mungu anasema yeye ana ushirika na dhambi. Mungu anasema yeye ni Mungu aghadhabikaye na wenye dhambi kila siku. Inatuonyesha wazi ya kwamba Mungu ana ushirika na dhambi. Kwa hivyo kama katika maisha yako unaona uko na ushirika sana na dhambi, hiyo ni thibitisho wewe ni mtumwa wa dhambi, ni mtumwa wa shetani, ibilisi. Unafaa ujue watu wote wameumbwa na Mungu, lakini kuna wana wa shetani na kuna wana wa Mungu. Soma waraka wa kwanza wa Yohana 3:10. Kuna wana wa shetani na kuna wana wa Mungu. Wale ambao walitubu dhambi na wakageuka kutoka kwa dhambi, wakamwamini Yesu Kristo na wanakaa maisha matakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Lakini wale ambao wako ndani ya makanisa na wako katika dhambi kuendelea, hao ni wana wa ibilisi, shetani.
Leo shetani ndiye anaabudiwa hadi kwenye makanisa. Wakati unajiita mtumishi, wakati unajiita mtumishi, wakati unajiita Mkristo, chunguza njia zako sana. Chunguza njia zako sana. Unaweza ukaitwa mtumishi miaka yako yote. Unaweza ukaitwa Mkristo miaka yako yote. Unaweza ukawa mshirika mzuri sana wa kanisa miaka yako yote, lakini ukafa ukaingia jehanamu kwa kukosa kukaa katika standard ya neno la Mungu, kukosa utakatifu. Ukikosa utakatifu hauna ushirika na Mungu. Leo watu wengi wako na ushirika na makanisa, lakini hawana ushirika na Yesu Kristo. Tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Leo watumishi ni wazinzi, washirika ni wazinzi, na wote wako katika njia ya kuingia paradiso. Mungu ametuma hii sauti ikanionye, na hii sauti pia ikakuonye. Tafadhali chunguza njia zako. Chunguza njia zako. Kaa ukiwa umejiweka tayari. Kaa ukiwa umejiweka tayari. Kwa kuwa Yesu atakuja wakati ambao kila mmoja wetu atarajii. Na utakufa ukiwa utarajii. Leo watu wanakufa pasipo kugojeka. Alafu ndo umekaa maisha ya kuchukua wake za watu, kuchukua mabwana za watu, kukaa katika uasherati. Uasherati ni tendo la ndoa mahali hapana ndoa. Haujaolewa, kuna mwanaume ambaye unakaa naye. Haujaoa, kuna mwanamke unakaa naye. Na Yesu anakuja wakati haujatarajia. Mungu ametuma hii sauti kuonye jioni ya leo. Mungu ametuma hii sauti kuonye na inionye pia. Maana hata kama nakuhubiria na nikae katika ujinga, sina nafasi katika ufalme wa Mungu. Mungu aheshimu mwanadamu. Mungu anaheshimu neno lake. Mungu anaheshimu neno lake. Leo siku hizi nimeona sana watumishi wanajidefend sana. Leo watumishi wako radhi wakae katika uzinzi na washirika. Alafu unasikia ni mpako mafuta wa Mungu. Huo ni unafiki. Mungu aheshimu mwanadamu. Hiyo andika mahali na usome kila siku. Mungu aheshimu mwanadamu. Mungu anaheshimu neno lake. Hakuna siku Mungu ataheshimu mwanadamu. Wewe sio bora kuliko Musa. Mimi sio bora kuliko Musa. Musa kaongoza kondoo wa Israeli kutoka Misri miaka 40, lakini kwa kosa moja Musa anaambiwa Kanaani ni ile, lakini Musa kwa mguu wako hautakanyaga Kanaani. Mimi na wewe sisi ni bora kuliko Musa? Chunguza njia zako sana. Wakati unakaa katika upuuzaji ndani ya kanisa, kumbuka Musa, my friend. Mkumbuke Musa, miaka 40 mtumishi. Musa mtumishi wa Mungu. Musa ambaye Mungu alimpenda. Akakomboa kondoo wa Israeli kutoka kwenye utumwa wa Firauni. Lakini Musa hakuingia Kanaani. Hata wewe unaweza ukakaa ndani ya kanisa. Unaweza ukakaa ndani ya kanisa miaka yako yote na usiingie paradiso. Kwa sababu gani? Ulienda kanisa ukiwa ufahamu ni kipi kinakupeleka ndani ya kanisa. Ulienda kanisa lakini ulikosa utakatifu. Ukikosa utakatifu hauwezi ukaingia paradiso. Utakatifu kupitia Yesu Kristo ndio cheti changu na chako kuingia paradiso. Kwa hivyo tafuta sana kuishi kwa amani na watu wote. Mafarakano, uzushi, maneno ya kinafiki yatafanya uende kanisa miaka yako yote, lakini uingie jehanamu. Musa alikuwa mzuri sana mbele za Mungu. Miaka 40 anaongoza wana wa Israeli
Lakini Musa kwa kosa moja, Musa anakosa kuingia Kanaani. Kwa hivyo chunguza njia zako wakati uko ndani ya kanisa, wakati wewe ni mtumishi. Kumbuka Mungu anaheshimu neno lake peke yake. Kaa maisha ya utakatifu ukiwa nyumbani na familia yako, ukiwa mahali popote pale. Kaa maisha ya utakatifu. Kaa maisha ya utakatifu. Pasipo utakatifu hakuna mwanadamu atarithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wakati unatumikia dhambi, nimekuja nikukumbushe, unafaa utumikie haki, unafaa utumikie Yesu Kristo. Yesu ndiye alikufia dhambi zako. Yesu alizikwa na siku ya tatu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, kuwa uzima, kuwa ukombozi kwa ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Petero 1:15. Hivi ndio maandiko yanasomeka: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Hivyo ndio maandiko yanakuambia, hivyo ndio maandiko yananiambia. Kwa hivyo angalia njia zako. Je, njia zako ni za ulevi ama ni za utakatifu? Njia zako ni zile chafu ama ni za utakatifu? Angalia njia zako. Maandiko yanatuambia tuwe watakatifu katika mienendo yetu yote. Inatuonyesha wazi kwamba katika kila tendo tulifanya katika njia ya haki, njia ya usafi. Kwa hivyo wakati unatumikia dhambi hauna utakatifu. Wakati unakaa katika dhambi hauna utakatifu. Chunguza njia zako. Angalia ni maisha gani umekuwa ukiishi. Kama ni maisha ya dhambi kuendelea, unafaa ufahamu hauna Yesu Kristo. Unafaa uanze kukiri dhambi. Anza kuungama dhambi. Anza kugeuka kutoka kwa hizo dhambi na ukapata kuweka imani kwa Yesu. Yesu ndiye alikufia dhambi ili tupate kukombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Yesu alikufa ili ulimwengu ukaokolewe kutoka mikononi mwa shetani ibilisi. Matendo ya Mitume, tutaenda kuangalia kitabu kingine ambacho ni Matendo ya Mitume 17:30. Matendo ya Mitume 17:30. Tega sikio lako. Omba Mungu afungue masikio yako, ukapata kupambanua na kuelewa ni kipi ambacho mwanadamu Mungu anataka kutoka kwako. Mungu hataki sadaka yako. Mungu hataki dhabihu zako. Mungu anasema utiifu ni bora kuliko sadaka. Utiifu katika neno la Mungu ni bora kuliko sadaka. Lakini watumishi wa uongo wa shauri yako wanawaambia toeni mkabarikiwe.
Mungu anakuambia utiifu ni bora kuliko sadaka. Yaani kutii neno la Mungu, hiyo ni bora zaidi kuliko sadaka. Kwa hivyo chunguza maisha yako. Angalia njia zako. Mungu anatupa Mungu anatupa na maisha. Mungu anatuamuru kupitia Matendo ya Mitume 17. Matendo ya Mitume 17:30. Zamani wakati wa ujinga. Hivyo ndo Mungu anatuambia jioni ya leo. Zamani wakati wa ujinga, Mungu alijifanya kama haoni. Mungu alijifanya kama haoni. Lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu. Kwa hivyo toba ni amri ambayo Mungu anakupa. Toba ni amri ambayo Mungu anakupea na ananipea. Mungu anakuamuru ukapate kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Mungu anakuamuru ukapate kutubu. Mungu anakuamuru ukapate kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho umekuwa ukifanya, ambacho sio haki, Mungu anatuamuru tukapate kutubu. Wakati ulikuwa katika uasherati, wakati ulikuwa katika ulevi, wakati ulikuwa katika uzinzi, wakati ulikuwa ukipiga punyeto, masturbation, wakati ulikuwa ukifanya ushoga, Mungu anasema alijifanya kama haoni. Lakini jioni ya leo Mungu anakuamuru ukapate kutubu, ukapate kugeuka kutoka kwa njia mbaya. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho unafanya ambacho sio haki, ambacho kiendani na neno la Mungu, unafaa ukapate kutubu. Unafaa ukapate kutubu. Unafaa ukapate kuachana nacho. Pata kutubu, pata kugeuka kutoka kwa dhambi na weke imani kwa Yesu Kristo. Yesu alikufia dhambi ili tukapate kuwekwa huru kutoka umauti wa dhambi. Kwa hivyo usiendelee kutumikia dhambi. Usiendelee kutumikia dhambi. Pata kugeuka. Wale ambao wamekuwa wakiua watoto, wanawake ambao wamekuwa wakitoa mimba, wakiavya mimba na kuua watoto, Mungu anawaonya mkapate kutubu, mkapate kugeuka kutoka kwa uavyaji wa mimba. Abortion ni dhambi, uavyaji wa mimba ni dhambi, na hiyo ni dhambi ambayo itakupeleka jehanamu usipotubu na kugeuka na kuweka imani kwa Yesu, ukapate kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Mithali 6, Mungu anasema, kitabu cha Mithali 6, Mungu anasema, yeye anachukia mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Wewe unafanya uasherati. Ukifanya uasherati unapata mimba. Ukipata ile mimba hutaki kulea ile mimba. Unaona njia ya haki ni kutoa ile mimba. Huo ni uuaji. Na Mungu anakuonya ukapate kutubu, ukapate kugeuka kutoka kwa huo uchafu. Siku za Yesu hapa ulimwenguni, siku za Yesu Kristo katika ulimwengu, Yesu aliambia watu wageuke kutoka kwa dhambi. Yesu aliambia watu wageuke kutoka kwa dhambi, lakini leo watumishi wanaambia watu watabarikiwa wakiwa katika dhambi.
Leo sio mtumishi ambaye anajali nafsi yako. Mtumishi ambaye anajali nafsi yako akikuona katika uzinzi, uasherati, masengenyo, chochote ambacho ni dhambi, mtumishi yote ambaye anajali nafsi ya kondoo wake anawaonya kuhusiana na ile dhambi, ili wakapate kugeuka, wakakae katika standard ya maandiko, ili wakapate kurithi ufalme wa Mungu. Moyo wa Mungu na moyo wa Yesu Kristo ni watu watubu dhambi, wageuke kutoka kwa dhambi, waweke imani kwa Yesu. Huo ndio moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ni ulimwengu utubu, ulimwengu ugeuke kutoka kwa dhambi. Ukiona dhambi imekulemea, unafaa ukumbuke Yesu alikuja kwa sababu ya dhambi. Na kama dhambi bado inakulemea, unafaa ujue mizigo yako haikuwahi kuchukuliwa na Yesu Kristo. Mbona haikuchukuliwa? Ni kwa kuwa haukumwamini Yesu Kristo. Pasipo kumwamini Yesu Kristo, dhambi haiwezi ikaondolewa. Dhambi inaondolewa kwa njia rahisi sana, lakini inaweza ikawa njia ngumu kwa wapuuzaji. Dhambi inaondolewa kwa kukiri dhambi mbele za Mungu, na unageuka kutoka kwa ile dhambi. Ukigeuka, unawacha ile dhambi kikamilifu na unaweka imani kwa Yesu, na hapo ndipo unapokea ufunuo wa Yesu Kristo, kwa kuwa wokovu ni ufunuo wa Kristo. Maisha gani tunakaa? Ndani ya makanisa, nje ya kanisa, tunakaa maisha gani? Mungu anapenda mwanadamu, lakini Mungu anachukia dhambi. Mungu anapenda wanadamu, lakini Mungu anachukia dhambi. Ukiangalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 8. Hivi ndio maandiko yanatuambia: yeye atendaye dhambi ni wa ibilisi, Shetani, kwa sababu ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziangamize kazi za ibilisi. Yeyote atendaye dhambi, huyo anatumikia Shetani, kwa kuwa Shetani amekuwa akitumikia dhambi kutokea mwanzo. Yeyote atendaye dhambi hajawahi mjua Yesu Kristo. Na ili mtu yeyote atoke kuwa mfungwa wa dhambi, ili mimi na wewe tukatoke kuwa watumwa wa dhambi, ni lazima tutambue ya kwamba sisi ni wenye dhambi kutoka tumboni. Na ukiisha kupokea huo ufunuo, pata kutubu dhambi, pata kugeuka kutoka kwa hizo dhambi, ndipo Yesu akapata kujidhihirisha kwako. Kwa kuwa Yesu atajidhihirisha kwako wakati unaendelea kutumikia dhambi, ni lazima ugeuke kutoka kwa dhambi ili Yesu akapate kukugeuza. Geuka kutoka kwa dhambi. Geuka kutoka kwa dhambi ili Yesu Kristo akapate kujifunua kwako. Yesu hawezi akajifunua kwako wakati ndoa yako na Shetani inaendelea. Wakati ndoa yako na Shetani inapamba moto, hawezi ukafunga ndoa na Yesu Kristo. Na yeyote ambaye atakufa, yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke alafu akufe pasipo kugeuka kutoka kwa dhambi na kumwamini Yesu Kristo, huyo anafaa sahau kuingia mbinguni kabisa. Hawezi ukaingia mbinguni wakati uliishi kudhiaki damu
ya Yesu Kristo. Wale wanaingia mbinguni ni wale ambao wametubu dhambi, wamemwamini Yesu na wanakaa maisha ya utakatifu. Utakatifu ndio tikiti, ndio cheti chako na mimi pia kuingia paradiso. Wewe unakaa hapa hauna utakatifu, haukai na amani na majirani, kila siku ni mafarakano, ndani ya moyo wako umejaza fitina, umejaza uzushi ndani ya moyo wako, umejaza wivu ndani ya moyo wako. Unafaa ufahamu ya kwamba yeyote ambaye amejaza wivu ndani ya moyo wake, huyo hana Yesu Kristo. Uliwahi kaa chini ukajiuliza kwa nini Yesu hakuambia watu wabarikiwe? Mbona Yesu aliambia watu watubu dhambi na wageuke kutoka kwa dhambi? Ni kwa sababu pasipo kuungama dhambi na kugeuka kutoka kwa dhambi, hakuna mwanadamu anaweza kupata upatanisho na Mungu. Hata ukamiliki ulimwengu wote, kama huna Yesu Kristo, wewe ndiye maskini mkubwa kuwahi kutokea katika hii dunia. Walio ndani ya Yesu Kristo, hata kama ni maskini wa kimwili, wao ni maskini ndani ya Yesu. Geuka kutoka kwa dhambi. Geuka kutoka kwa dhambi. Geuka kutoka kwa uchafu wowote ambao umekuwa ukiufanya. Geuka kutoka kwa chochote ambacho umekuwa ukikifanya ambacho ni dhambi. Geuka, pata kugeuka, pata kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho unafanya ambacho hakipendezi Mungu, unafaa ujue kwamba ni dhambi na upate kugeuka, upate kugeuka. Geuka ukaweke imani kwa Yesu, kwa kuwa Yesu alikufia dhambi. Yesu alizikwa. Yesu siku ya tatu alifufuka kwa kishindo kutoka kwa wafu na kuwa uzima na ukombozi kwa ulimwengu wote. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Sifa na utukufu ni kwako Baba, kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye haki. Wewe ni Mungu ambaye unaokoa, wewe ni Mungu ambaye upendezi na dhambi, wewe ni Mungu ambaye unapenda wanadamu. Mungu, nitakusifu, nitakuimbia tenzi, nitakuimbia zaburi, kwa kuwa wewe ndiye unayestahili. Mungu, enda ukafungue mioyo ya wanadamu, enda ukafungue fahamu za wanadamu, enda ukaamsha dhamira za wanadamu, wakapata kutafakari yale ambayo umezungumza nasi, wakapata kugeuka, wakapata kutubu. Enda ukapeane toba mahali hapa, enda ukapeane huzuni ya kimungu, ili wanadamu wakapate Bwana kugeuka kutoka kwa chochote ambacho ni uasi, makosa, ambacho ni dhambi na uovu. Bwana, tafadhali ya Mungu mtakatifu, enda ukatukomboe, ukaturehemu sote Bwana, na ni katika jina safi lako Yesu, uliyeketi mkono wa kuume wa Mungu, wewe unayetuombea, tumeomba na hata kuamini. Amina.